la ukuaji wa kiroho. Ukuaji wa kiroho. Tulizungumza kwamba kila muamini anapaswa kuwe kiroho. Kwamba mategemeo ya Mungu kwa kila mtu aliyeokoka ni kumuona anakuwa. Kama vile ambavyo mzazi anayo matarajio na mategemeo makubwa kwamba anapopata mtoto anataka kuona mtoto anakuwa. Mtoto akidumaa, mzazi anachanganyikiwa kabisa. Na Mungu ni hivyo hivyo. Anapotuzaa mara ya pili, matarajio yake ni kuona tunakuwa. Kwamba atakapokuona mwaka 2027 aone nafasi yako ya kiroho imeongezeka kutoka ile uliyokuwa nayo mwaka huu 2026. Ndio maana ninachukua muda kuweza kuwafundisha muweze kuelewa ukuaji wa kiroho ni nini na mtu anafanya nini ili aweze kukua kiroho, ili tuweze kuweka juhudi inayotakiwa na kuweza kuweka kile ambacho kinapaswa kufanyika ili tuweze kukua kiroho. Fungua kitabu cha Petro wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa kwanza na wa pili. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa kwanza na wa pili. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa kwanza na wa pili. Mstari wa kwanza na wa pili. Anasema basi wekeni mbali uovu wote na hila yote na unafiki na usuda na masingizio yote. Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Tulizungumza kuhusu maziwa ya akili, tunazungumzia neno la Mungu ambalo ni halisi, lisiloongezwa au kupunguzwa kitu chochote. Sasa anasema, angalia mstari wa kwanza, anasema basi wekeni mbali uovu wote na hila yote na unafiki na husuda na masingizio yote. Maana yake mahali popote penye uovu kanisani, penye hila, kwa sababu hii barua imeandikwa kwa watu waliookoka. Sawa? Kwa atakapozungumza kuhusu uovu wote unaotakiwa kuachwa ndani ya kanisa, sio nje ya kanisa. Maana yake ni kwa watu waliookoka. Hila yote ni kwa watu waliookoka. Unafiki, husuda na masingizio, hivi vyote ni katikati ya watu waliookoka. Sasa ni nini kinasababisha haya? Mstari wa pili unatufafanulia ni nini kinachosababisha haya, kwamba kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Maana yake kutokukua kiroho ndio kunasababisha haya. Ukishaona kuna mwenendo wa kuenenda katika mwili, haya tunaita ni kuenenda katika mwili, ambayo mtasema ni dhambi, si ndio? Dhambi. Lakini Biblia inasema matendo ya mwili, kuenenda katika mwili, kwamba ni vitu ambavyo vilitakiwa vifanywe na watu ambao hawajaokoka, vinafanywa na waliookoka. Sababu yake ni nini? Kutokukua kiroho. Sasa ili tuweze kukua kiroho, ni lazima turuhusu fahamu zetu ziathiriwe na neno la Mungu. Akili zetu zibadilishwe na elimu ya Mungu. Wokovu ni nini? Tulianza hapo wiki iliyopita. Tulishia hapo, tulianza kuzungumza kuhusu wokovu. Wokovu ni nini? Tunasema kwamba mwenendo mbaya wa muamini unatokana na kutokukua kiroho, si ndio?
Na kutokuwa kiroho kuna maana ya kutokukua katika wokovu. Ukuaji wa kiroho na ukuaji wa wokovu ni neno moja. Sasa kukiwa na mwenendo mbaya katikati ya waamini unatokana na kutokukua kiroho. Maana yake ni kutokukua katika wokovu. Wokovu ni nini? Wokovu ni nini? Wokovu tulizungumza kwamba wokovu ina maana ya ukombozi, ina maana ya uhifadhi, ina maana ya usalama. Wokovu ina maana ya ukombozi, uhifadhi, usalama. Ni neno la Kiyunani hili soteria, wokovu. Neno wokovu sio neno la Kiswahili. Sawa? Sio neno la Kiswahili, na maanisha utendaji kazi wake haupo katika Kiswahili. Ukitaka kulipata maana yake katika Kiswahili unaweza usipate maana ile ambayo Biblia ilimaanisha, maana ya ndani kabisa. Maana ya ndani ya Biblia iliyomaanishwa alipokuwa anazungumza kuhusu wokovu, alikuwa anazungumza kwamba huyu mtu anaokolewa na anawekwa salama. Kuokolewa na kuwekwa salama ndio maana ya wokovu. Angalia kitabu cha Luka 1:69. Uone maeneo ambayo hili neno limeweza kutumika. Luka 1:69. Luka 1:69. Neno wokovu, kuokolewa na kuwekwa salama. Anasema ametusimamishia pembe ya wokovu katika mlango wa Daudi mtumishi wake. Ametusimamishia pembe ya wokovu katika mlango wa Daudi mtumishi wake. Sasa anapozungumza kuhusu pembe ya wokovu katika mlango wa Daudi mtumishi wake, atakuwa anazungumzia kuhusu tunaokolewa na kuwekwa salama. Tunaokolewa na kuwekwa salama. Angalia mstari wa 71. Angalia mstari wa 71. Nitasoma 69, 70, 71. 70 na 71. Anasema hivi: kama alivyosema tangu mwanzo kwa kinywa cha manabii wake watakatifu, tuokolewe na adui zetu na mikononi mwao wote wanaotuchukia. Luka 1:69. Tutasoma mpaka 71. Luka 1:69 tutasoma mpaka 71. Anasema sabini sasa, kama alivyosema tangu mwanzo kwa kinywa cha manabii wake watakatifu, tuokolewe na adui zetu na mikononi mwao wote wanaotuchukia. Maana yake tunapozungumza kuhusu wokovu ni lazima kuwe na adui. Ni lazima awepo adui. Lazima kuwe na mahali ambapo sio salama kwako, ambapo unaondolewa hapo kupelekwa mahali salama. Kupelekwa mahali salama. Nitaendelea kulifafanua hili zaidi na zaidi. Angalia tena mstari wa 77. Angalia mstari wa 77. Mstari wa 77. Anasema uwajulishe watu wake wokovu katika kusamehewa dhambi zao. Wokovu. Uwajulishe watu wake wokovu katika kusamehewa dhambi zao. Maana yake wokovu utahusiana na watu kusamehewa dhambi zao. Wokovu utahusiana na watu kusamehewa dhambi zao. Kwa hiyo tutakaposema tunaukulia wokovu, maana yake tunakuwa katika maarifa ya kusamehewa dhambi zetu. Tunakuwa katika maarifa ya kusamehewa dhambi zetu. Angalia kitabu cha Luka
19 mstari wa 9. Luka 19 mstari wa 9. Luka 19 mstari wa 9. Mstari wa 9. Luka 19 mstari wa 9. Anasema, Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Wokovu umefika nyumbani humu. Nini kilitokea? Nataka usome hii habari ya huyu mtu. Angalia kuanzia mstari wa kwanza. Angalia kuanzia mstari wa kwanza. Luka 19 tuanzie mstari wa kwanza. Luka 19 tuanzie mstari wa kwanza. Luka 19 kuanzia mstari wa kwanza. Luka 19 mstari wa kwanza. Luka 19 mstari wa kwanza. Tumefika hapo? Anasema, naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake. Na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi kwa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinung'unika wote wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo alikuwa ni mtu mwenye dhambi, mtoza ushuru. Yesu alipokutana naye anasema kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Nyumbani mwa nani? Mwenye dhambi. Walipoliona jambo hilo, hawa watu, maana hawa ni watu waliokuwa wanajihesabia haki, sasa wanauliza, inakuwaje Yesu anaenda kwenye nyumba ya mwenye dhambi? Mstari wa 7. Hata watu walipoona walinung'unika wote wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kila kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Angalia mstari wa 10. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Wokovu umefika nyumbani humu. Nyumbani kwa nani? Kwa mwenye dhambi. Hawa watu wanaojihesabia haki walikuwa wanaona kwamba mwenye dhambi hastahili kufikiwa na wokovu, ili hali wokovu ni kwa ajili ya watu wenye dhambi. Ndio maana Yesu anamwambia mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Hakuja kwa ajili ya watakatifu, kwamba kama wewe ni mtakatifu, ni msafi, una dhambi, humhitaji Yesu. Huhitaji wokovu, kwa sababu wokovu ni kuwaokoa waliopo kwenye hatari, walete mahali salama. Kama wewe upo mahali salama, maana yake uhitaji wokovu. Uhitaji wokovu. Anayehitaji wokovu ni mtu ambaye yupo kwenye dhambi. Yupo kwenye dhambi. Huyo ndio anahitaji kuokolewa na kuwekwa salama. Huyo ndio anahitaji kuokolewa na kuwekwa salama. Sasa Mtume Petro anaposema yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu, maana yake zile fikra, maziwa ya akili itakuwa ni kazi ya Mungu ya kuokoa. Maziwa ya akili ni taarifa zinazohusu kazi ya Mungu ya kuokoa. Maarifa yanayohusu kazi ya Mungu ya kuokoa. Angalia Ufunuo wa Yohana 7:10.
Ufunuo wa Yohana 7:10. Ufunuo wa Yohana 7:10. Ufunuo wa Yohana 7:10. Ufunuo wa Yohana 7:10. Anasema, Ufunuo wa Yohana 7:10. Nitaanzia mstari wa 9. Anasema, baada ya hayo nikaona na tazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuuhesabu, watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha, wamesimama mbele ya kiti cha enzi na mbele za Mwana-Kondoo. Wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao, wakilia kwa sauti kuu wakisema, wokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na Mwana-Kondoo. Wokovu una Mungu wetu. Wokovu na Mungu wetu, maana yake ni nini? Wokovu ni kazi ya Mungu. Kuokoa na kuweka salama ni kazi ya Mungu. Hakuna mwanadamu anayeweza kujiokoa, wala hakuna mwanadamu anaweza kumwokoa mwanadamu wenzie. Mungu peke yake ndio anaweza kumwokoa mwanadamu. Mungu peke yake ndio anaweza kumwokoa mwanadamu. Ndio maana anazungumza kwamba wokovu una Mungu wetu. Kwa hiyo kuokoa, kukomboa, kuweka salama na kuhifadhi ni kazi ya Mungu katika Kristo. Kuokoa, kuhifadhi, kukomboa na kuweka salama ni kazi ya Mungu katika Kristo. Hakuna mwanadamu anayefanya kazi ya kujiokoa. Kama hukujiokoa, maana yake huwezi kutunza wokovu wako wewe mwenyewe. Aliyekuokoa anapaswa atunze wokovu wako, ambaye ni nani? Ni Mungu katika Kristo. Ni Mungu katika Kristo. Fikra au hoja juu ya kazi ya Mungu katika Kristo ndiyo sababu ya ukuaji katika wokovu au ukuaji wa kiroho. Maana yake akili zako zinapoongezeka juu ya kazi ya Mungu aliyoifanya katika kukuokoa, katika kukuweka salama, katika kukuhifadhi, katika kukomboa, akili zako zinapokuwa katika hilo, tunasema umekuwa kiroho. Unapata ufahamu juu ya kazi ya Mungu ya kukuokoa wewe. Kazi ya Mungu ya wokovu. Kazi ya Mungu ya wokovu. Kinachoongezeka ni fikra zako kuhusu kazi ya Mungu katika Kristo. Unaposema nimekuwa kiroho, maana yake akili yangu imeongezeka, nimepata maarifa zaidi ya Mungu alifanya nini ili kuniokoa. Mungu amefanya nini katika kazi ya wokovu aliyoifanya katika Kristo juu yangu. Unaongezeka fikra zako, akili yako inaongezeka kuhusu wokovu, ukuaji wa kiroho. Ndio maana ukuaji wa kiroho unakuja kwa kufundishwa. Unakuja kwa kufundishwa, sio kwa kuomba au kuombewa. Nikikuombea ukue kiroho bila kukufundisha, ninafanya kazi bure. Ni sana kumwombea mtoto wako akue bila kumpa chakula sahihi. Unakuwa unafanya kazi bure. Maana yake maombi yako yatakuwa, Mungu nisaidie niweze kupata chakula sahihi cha kumpa mtoto wangu. Sio kwamba Mungu namwombea mtoto wangu akue, namwombea mtoto wangu akue, humpi chakula. Ni maombi yasiyojibiwa. Ni sana maombi ya ukuaji wa kiroho. Unapoomba Mungu, ninaomba nikue kiroho, ninaomba nikujue, kinachofuata ni kujifunza kuhusu Mungu, kwa sababu Mungu amejifunua katika maandiko. Chochote unachotaka kukijua kuhusu Mungu kimeandikwa kwenye Biblia. Kwa hiyo utakapomwomba Mungu akusaidie ukue kiroho,
Mungu atakupeleka kwenye neno. Amen. Mungu atakupeleka kwenye neno. Na kama huwezi kusoma neno, Mungu atakupa mwalimu wa neno akufundishe namna ya kusoma neno la Mungu. Ndivyo Mungu anavyojibu maombi. Ukisema tu Mungu nisaidie nikuwe kiroho, bila kujifunza kuhusu Mungu huwezi kukua kiroho. Kwa nini? Kwa sababu ukuaji wa kiroho unakuja kwa kupata taarifa juu ya wokovu. Taarifa juu ya wokovu. Taarifa juu ya wokovu. Sasa unapoona neno wokovu, neno wokovu limetokana na neno mwokozi. Yaani hatuwezi kuwa na wokovu pasipokuwa na mwokozi. Mwokozi ni nani? Mwokozi ni mtu anayefanya kazi ya kuokoa, anayefanya kazi ya kukomboa, anayefanya kazi ya kuhifadhi, anayefanya kazi ya kuweka salama. Kwa unaposema wokovu ni kuokolewa na kuweka salama, kuwekwa salama, maana yake yupo anayefanya kazi hiyo. Sio kujiokoa na kujiweka salama. Yupo mtu anayeitwa mwokozi, anafanya kazi ya kukuokoa wewe na kukuweka salama. Kwa hiyo maana ya neno mwokozi tutalisoma, lipo kwenye Biblia. Neno mwokozi lina maana ya mtu anayefanya kazi ya kuokoa kutoka kwenye hatari. Mtu anayefanya kazi ya kuokoa kutoka kwenye hatari, mwokozi. Ni neno linalomwelezea yeye anayefanya kazi ya kuokoa kutoka kwenye hatari. Hili neno mwokozi lilitumika kwa ajili ya wafalme au watawala wa jamii ya kale ya Kiyunani au jamii ya kale ya Kigiriki, kwa sababu Biblia hii mazingira iliyoandikwa ilikuwa ni katika jamii ya Kigiriki zamani sana. Sasa misamiati mingi inayotumika humu ilikuwa ni misamiati ambayo ilitumika katika jamii yao. Sasa msamiati mwokozi, namna ulivyotumika, ulikuwa ni msamiati unaotumika kwa ajili ya wafalme au watawala waliokuwa wanawaokoa watu wao kutoka kwenye uvamizi wa kigeni. Yaani kwamba kuna mfalme fulani anakuja anavamia nchi yako, wewe kama mfalme, anateka watu wako, anaondoka nao. Sasa mwokozi anachokifanya, anaenda kuwakomboa wale waliotekwa mikononi mwa adui na kuhakikisha kwamba adui haji kuwateka tena. Ndio tunapozungumza kuhusu wokovu, kwenye akili zetu tuone utendaji kazi huo wa kwamba yupo mfalme, yupo mtawala ambaye anaenda kukomboa watu wake waliotekwa na adui. Baada ya hapo anawalinda wale watu wasitekwe tena. Mwokozi. Sasa anachokifanya huyu mwokozi, alikuwa anawakomboa wale watu wake. Baada ya hapo anawarudisha katika miliki yao na kuhakikishia usalama kutoka kwenye uvamizi. Wanamuita huyu ni mwokozi wetu. Ni kama vile katika jamii yetu ya leo, mojawapo ya kazi ya rais wa nchi ni kuhakikisha usalama wa watu wake. Mnafahamu? Hiyo ni mojawapo ya jukumu kubwa. Ndio maana rais wa nchi anaitwa amiri jeshi mkuu, kwamba yeye ndio mwenye mamlaka juu ya majeshi yote. Kwa nini? Analinda watu wake. Tunaelewana? Analinda watu wake. Ingawa katika jamii zetu za leo linaweza likakosa nguvu ya uzito huo kama ilivyokuwa na nguvu katika jamii hizi za kifalme. Lilikuwa na uzito zaidi, kwamba mfalme anapohakikisha watu wake wamerudi katika milki yao,
Jambo la kwanza ni kuhakikisha usalama wao. Kwa hiyo utakapomwita mtu ni mwokozi wangu, lazima ujue kwamba huyu mtu ananilinda, huyu mtu ananihifadhi, huyu mtu anahakikisha usalama wangu. Huyo ndio mwokozi. Ni neno sota. Sota, neno la Kiunani. Sota, mwokozi. Mwokozi. Tunapozungumza kuhusu wokovu kutoka kwenye dhambi, mwokozi wetu ni nani? Yesu. Kwa hiyo Yesu ndiye anayehakikisha kuokolewa na kuwekwa salama. Na kuwekwa salama. Angalia Luka 1:47. Luka 1:47. Luka 1:47. Luka 1:47. Kwa hiyo unaposema tu mimi nimeokoka, sio kitu kirahisi kwa kiwango hicho. Nimeokoka sio jambo rahisi sana kulisema nimeokoka. No, ni jambo zito. Kwa sababu kuna kazi imefanyika ya kuhakikisha wewe unatoka mikononi mwa adui. Na ulipotoka mikononi mwa adui, kuna kazi inafanyika hata sasa ya kuhakikisha adui hakuwezi tena. Kwa sababu sifa ya mwokozi ni uwezo wake wa kulinda wale aliowakomboa. Kabro shagadia suraba. Ne sokerina kuzbrando shagrida asporahit. Kazi ya mwokozi, sifa ya mwokozi ni kuhakikisha kwamba alichokikomboa ana uwezo wa kuhakikisha kipo salama. Otherwise hastahili kuitwa mwokozi. Ndio maana tunapomwita Yesu mwokozi, ni lazima tuwe na uhakika kwamba ana uwezo wa kutuhifadhi, ana uwezo wa kutulinda pasipo kufanya jambo lolote, kwa sababu ni kazi ya mfalme. Ni kazi ya mfalme kuwalinda watu wake. Ni kwa mfano ule ambao rahisi na watumia, mfano wa rais wa nchi. Rais wa nchi hahitaji wewe ufanye kitu chochote ili hakikishe ulinzi wako. Inawezekana hajui hata kwamba wewe upo Bunju hapa kuna mtu fulani anaitwa fulani, lakini mamlaka yake ya utendaji wake ameishusha mpaka hapa kuhakikisha watu wa Bunju wako salama, kwa kuwa tu ni wa Tanzania. Hawajafanya chochote ile tu kwamba ni wa Tanzania. Ndio maana leo tuna polisi kata wapo Bunju. Wale wanafanya nini? Wanamwakilisha rais kukulinda wewe, kuhakikisha usalama wako wewe na usalama wa mali yako. Sasa tunapozungumza wokovu, ni zaidi ya hilo. Mungu hakukuokoa na kukuacha tu. Alikuokoa, baada yako anakuhifadhi, anakuweka salama, kuhakikisha hupotei. Angalia Luka 1:47. Luka 1:47. Luka 1:47. Tunazungumza kuhusu mwokozi. Luka 1:47. Anasema, na roho yangu imemfurahia Mungu mwokozi wangu. Roho yangu imemfurahia Mungu mwokozi wangu. Huyu ni nani anayezungumza haya? Ni Mariamu, mamake Yesu Kristo. Alipokuwa na ujauzito wa Yesu. Huu ni wimbo wake wa sifa aliyowimba pale alipokutana na Elizabeth, mama yake Yohana Mbatizaji.
Sasa huu ni wimbo wa sifa ambao aliuimba, na katika matamshi ya wimbo aliouimba kulikuwa na maneno haya ni maneno ya kinabii ambayo aliyatamka. Angalia mstari wa 46. Anasema, Mariamu akasema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana, na roho yangu imemfurahia Mungu mwokozi wangu. Alipata ufahamu kwamba mwokozi wake ni Mungu. Mwokozi wake ni Mungu. Roho yangu imemfurahia Mungu mwokozi wangu. Sio kapambio tu kwa kusema Mungu mwokozi wangu. Roho yangu imemfurahia Mungu aliyeniokoa, aliyenikomboa na kuniweka salama na kunihifadhi. Mungu mwokozi wangu. Mungu mwokozi wangu. Mwokozi wangu ni Mungu. Hufahamu, unapaswa ukae katika akili yako pia, ujue kwamba mwokozi wako ni Mungu. Mungu ndio mkombozi wako, sio mwanadamu. Sio mwanadamu. Mungu ndiye mkombozi wako, ndiye mwokozi wako. Angalia mstari wa, angalia kitabu kingine hapa, tuangalie hilo neno. Angalia kitabu cha Luka 2:11. Luka 2:11. Luka 2:11. Luka 2:11. Luka 2:11. Luka 2:11. Anasema, maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu nani? Mwokozi ndiye Kristo Bwana. Umeusoma hapo mstari? Unao kwenye akili? Wow. Yes. That's wonderful. Unawazidi wengi, hawezi kushika mistari, kujua mstari unasema hivyo hapa. Umetupa changamoto. Umetupa changamoto ya kuweza kuwa na mistari katika fahamu zetu. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu mwokozi, ndiye Kristo. Kwa Kristo ni mwokozi. Mwokozi kwa mfano upi? Mfano wa mfalme anayeenda kwa adui na kuwanyang'anya watu wake, anarudisha kwenye milki yake na kuhakikisha wako salama. Na huyu mwokozi anachofanya, hawachukui wale watu na kuwaacha hapo tu, anaishi nao. Anaishi nao. Maanake ili wafikie hao watu uweze kumfikia mwokozi kwanza, kitu ambacho hakiwezekani. Ndio maana mtu aliyeokoka hawezi kurudi mikononi mwa shetani hata siku moja. Hata siku moja. Kwa sababu aliyemwokoa ana nguvu kuliko shetani. Na kilichofanyika ili uokolewe kina nguvu. Kina nguvu ambacho shetani hawezi kukifanya. Hawezi kukifanya. Hawezi kukifanya ili kuchukua tena wewe mikononi mwa Yesu Kristo. Angalia Yohana 4:42. Yohana 4:42. Yohana sura 4 mstari wa 42. Yohana 4:42. Yohana 4:42. Anasema wakamwambia yule mwanamke, sasa tunaamini, wala si kwa sababu ya maneno yako tu, maana sisi tumesikia wenyewe, tena twajua ya kuwa hakika huyu ndiye nani? Mwokozi wa ulimwengu. Anazungumziwa nani? Yesu. Hizi ukisoma hii sura iko nazungumza kuhusu habari za yule mwanamke Msamaria.
baada ya kukutana na Yesu. Baada ya hapo akaenda kusambaza habari kuhusu Yesu. Baada ya hapo hao watu wanasema hakika Yesu ndiye mwokozi wa ulimwengu. Kwa hiyo Mtume Petro anaposema mpate kuukulia wokovu, maana yake muweze kumfahamu huyu mwokozi wa ulimwengu. Mjue alifanya nini kwa ajili yenu. Unapokuwa na huo ufahamu unakuwa kiroho. Ndio sasa umekuwa kiroho. Umeujua wokovu, umejua ulichokipokea katika Kristo. Angalia tena kitabu cha Matendo ya Mitume 13. Matendo ya Mitume 5:31 kwanza. 5:31. 5:31 Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura 5:31. 5:31. Matendo ya Mitume 5:31. Anasema mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume, awe mkuu na mwokozi, awape Waisraeli toba na msamaha wa dhambi. Mtu huyo nani? Hizi ni habari za Yesu. Mungu amemtukuza awe mkuu na mwokozi, awape Waisraeli toba na msamaha wa dhambi. Toba ni nini? Ni msamaha wa dhambi. Awape msamaha wa dhambi zao. Kwa nini? Tulizungumza kuhusu wokovu unahusiana na msamaha wa dhambi. Unahusiana na msamaha wa dhambi. Angalia tena mstari mwingine. Matendo ya Mitume 13:23. Matendo ya Mitume 13:23. 13:23. Yes, tumefika hapo. Matendo ya Mitume 13:23. Anasema katika uzao wake mtu huyo Mungu amewaletea Israeli nani? Yaani Yesu, kama alivyoahidi. Kwa hiyo mwokozi ni nani? Yesu. Kwa hiyo kama hakuna wokovu pasipo mwokozi, maana yake hatuna wokovu pasipo Yesu. Hatuwezi kuzungumza kuhusu msamaha wa dhambi pasipo kumzungumzia Yesu. Alifanya nini kwa ajili ya mwanadamu? Na tunaona kwamba haya, tumesoma hii mistari kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Tunaona kwamba haya ni mahubiri ya Mtume Petro na Paulo. Wanamwelezea Yesu kama mwokozi. Na katika nyaraka zao tutaona pia wakimtambulisha Yesu namna hiyo. Angalia Waefeso 5:23. Waefeso 5:23. Waefeso 5:23. Waefeso 5:23. Waefeso 5:23. Nitaanzia mstari wa 21. Tuweze kuelewa muktadha. Sawa? Anasema hali mnanyenyekeana katika kichwa cha Kristo. Enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni nani? Mwokozi wa nini? Mwili. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa Kristo. Ni mwokozi wa mwili, ambaye ni nani? Kanisa, si ndio? Mume ni mwokozi wa mke, si ndio? Ndicho ambacho anakifundisha hapa, na huo ndio mfano ambao anauzungumzia. Unazungumza nini? Kuokolewa na kuwekwa salama. Kwa mume ana kazi ya kuhakikisha mke wake yuko salama. Kwa alikuwa anatumia muktadha wa ndoa, anafundisha kuhusu uhusiano wa Kristo na kanisa, kwamba kama vile mume anahakikisha mke wake yuko salama, ndivyo Kristo anavyohakikisha. Sasa inapotokea kwamba
mume anakwama au anafeli kwenye hili eneo, anapaswa ajifunze kwa nani? Kwa Kristo. Sio Kristo ajifunze kwa mume. Kwa sababu mume siku zote atashindwa katika viwango vya Mungu. Kwa sisi tunajifunza kwa Kristo. Tunajifunza kwa Kristo. Angalia mstari unaofuata. Mstari wa 24. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. 25. Enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyofanya nini? Akafanya nini? Akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Mtume Paulo anafundisha kuhusu uhusiano wa Kristo na kanisa, anahusianisha na mahusiano ya mume na mke, kwamba Kristo alijifanya nini? Alijitoa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kanisa. Kanisa lilikuwaje au lipoje? Kanisa ni jema, zuri, yani kanisa ni zuri, linampendeza Mungu muda wote. Sio kweli? Napozungumza kuhusu kanisa, jitazame mwenyewe, kwa sababu wewe ndio unaunda kanisa la Mungu duniani. Najitazama, unampendeza Mungu wakati wote? No, lakini katika udhaifu wako muda wote anakuja, anakuchukua, anasema anakusafisha. Anakusafisha kwa nini? Kwa maji katika neno. Anakufundisha. Ndivyo ambavyo anataka waume pia wafanye hivyo kwa wake zao. Mke wako anapokosea, unamsamehe, unamsaidia aweze kukua, ili afanye nini? Awe mkamilifu kama Kristo anavyofanya. Hiyo ndio kazi ya Sotaa. Hiyo ndio kazi ya Mwokozi. Ndio maana Mungu hawezi kulikatia tamaa kanisa, wala hawezi kukatia tamaa wewe hata siku moja. Akifanya hivyo amepoteza sifa ya kuwa Mwokozi. Angalia mstari wa 27. Anasema apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na Kwa nini kuna talaka katika Ukristo? Tumekataa neno. Kwa nini Wakristo wanaachana kwenye ndoa? Ni kwa sababu tumekataa neno. Ingekuwa kila mmoja, mke akilitazama neno akaenenda hivyo kwa mume wake, mume naye akitazama neno akaenenda hivyo kwa mke wake, hatuwezi kuachana. Sasa tunataka Mungu ajifunze kwetu? No, Mungu anataka tujifunze kwake. Hiyo ndio kazi ya Sotaa, kazi ya Mwokozi. Kwa sababu Mwokozi ni utukufu wake kuhakikisha kwamba kanisa liko salama. Kanisa liko chini ya Mwokozi ambaye ni Kristo. Mwokozi ambaye ni Kristo. Angalia kitabu cha Wafilipi 3:20. Wafilipi 3:20. Wafilipi 3:20. Wafilipi
20. Wafilipi 3:20. Wafilipi 3:20. Anasema nini? Anasema kwa maana sisi wenyeji wetu huko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi, Bwana Yesu. Mwokozi. Kwa hiyo unaposema tu Mwokozi, Mwokozi, usichukue kama kawimbo ka dini tu kusema Yesu ni Mwokozi wangu nami nitaimba imba. Unaposema kwamba Yesu ni Mwokozi, it's a powerful word. Ni neno zito. Mwokozi ni majukumu, sio jina. Sio jina kwamba Yesu ni Mwokozi wangu nami nitaruka luka. Tunapokuwa chini ya Mwokozi tunatulia, tunarelax. Tunarelax kwa sababu Mwokozi wetu amestahili kuitwa Mwokozi. Angalia kitabu cha Timotheo, waraka wa kwanza wa Timotheo, waraka wa kwanza kwa Timotheo 1:1. 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 Anasema, waraka wa kwanza kwa Timotheo sura ya kwanza mstari wa kwanza. Anasema, Paulo mtume wa Kristo Yesu, kwa amri ya Mungu Mwokozi wetu na Yesu Kristo taraja, na Kristo Yesu taraja letu. Kwa amri ya nani? Mungu Mwokozi wetu. Mwokozi wetu ni nani? Mungu. Mwokozi wetu ni Mungu. Mwokozi wetu ni Mungu, na hiyo inakuthibitishia kwamba Yesu ni Mungu, kwa sababu yeye ndio Mwokozi wetu. Kwa sababu yeye ndio Mwokozi wetu. Angalia Timotheo wa kwanza 2:3. Timotheo wa kwanza 2:3. Anasema hili ni zuri na la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu. Mungu Mwokozi wetu. Kwa hiyo mfalme wetu, mtawala wetu ni Mungu. Aliyetukomboa ni Mungu. Kwa hiyo usikae ukasema kuna siku shetani ataniweza. Niona kuna ule wimbo wa tenzi hatuimbi, ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo kwani. Huo ni wimbo unavutia ukiwa unapitia matatizo sana, kwamba shetani atanitesa. Hatumpi utukufu shetani wa kututesa wakati tunaye Mwokozi. No, kama shetani alipata nafasi ya kukutesa ni kipindi hicho ulikuwa hujamjua Mwokozi wako. Ulikuwa hujajua nafasi ya Mwokozi wako. Sasa umeijua, shetani hana nafasi. Hana nafasi. Kwa hiyo kusema ingawa shetani atanitesa nitajipa moyo kwani Kristo ameona unyonge wangu, alikufa kwa ajili yangu. Kitendo cha Kristo kufa kwa ajili yako kina maana shetani alipoteza nguvu, shetani alipoteza mamlaka, shetani alipoteza uwezo juu yako. Kwa unapochanganya maneno nitajipa moyo kwani Kristo alikufa kwa ajili yangu, alafu shetani ananitesa. Ikiwa Yesu alikufa kwa ajili yako, shetani hana uwezo wa kutesa. Kwa sababu kifo cha Yesu kiliondoa mamlaka ya shetani kwenye maisha yako. Ndio maana ya Yesu kuwa Mwokozi. Ndio maana ya Yesu kuwa mtawala ambaye anaenda kuwakomboa watu wake. Unajua, tunaposema kwamba Yesu alitoa damu yake kutukomboa, tafsiri yake ni nini? Neno ukombozi. Neno ukombozi. Angalia kitabu cha Waefeso sura ya kwanza. Waefeso sura ya kwanza. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 7. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 7. Mstari wa 7. Anasema, Waefeso sura ya kwanza mstari wa 7. Anasema katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawa sawa na wingi wa neema yake.
tunao ukombozi wetu. Yesu alitukomboa kwa damu yake. Hili neno ukombozi katika jamii yao walivyokuwa wanalitumia, lilikuwa linatumika katika mazingira ya biashara ya utumwa. Biashara ya utumwa. Mazingira ya biashara ya utumwa yalikuwa namna hii, kwamba mnunuzi wa mtumwa anakutana na mwenye mtumwa, maanake sokoni, anayemiliki yule mtumwa, wanafika bei ya yule mtumwa. Wanafika bei kwamba bei yake yule mtumwa ni kiasi fulani, anatoa ile gharama. Akitoa ile gharama, ni gharama ya ukombozi, anamwachia yule mtumwa. Akishamwachilia, hawezi akaanza kusema tena mtumwa wangu mtumwa wako vipi, ulishamwachia? Sasa ndicho kilichofanyika kwa kazi ya Yesu. Maana yake wewe ulikuwa ni mtumwa wa nani? Wa Shetani. Shetani alikuwa anahitaji nini? Umtumikie, si ndio? Sawa. Lakini ili Shetani akuachie wewe, alihitaji nini? Kwanza ni nini kilimfanya Shetani akushikilie? Dhambi. Shetani alikuwa hana uhalali wote wa kumshikilia mwanadamu. Kilichompa uhalali Shetani wa kumshikilia mwanadamu ni dhambi, si ndio? Dhambi inasema nini? Haki ya dhambi. Dhambi inadai nini? Mauti, si ndio? Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Mungu alipokuwa anazungumza na Adam, alimwagiza kwamba matunda yote ya bustani mnaweza kula isipokuwa mti ulio katikati ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Siku mtakapokula mti huo mtakufa hakika, si ndio? Kwa maana yake dhambi inadai mauti, na Shetani anatumia dhambi kumtawala mwanadamu, si ndio? Kwa hiyo ili Mungu amkomboe mwanadamu, anapaswa aipe nini dhambi? Aipe damu, si ndio? Kuipa damu ni kuipa mauti. Maana tunaposema kwamba Yesu alimwaga damu yake, maana ya neno kumwaga damu ni kufa. Kumwaga damu ya Yesu haina maana kwamba Yesu alikuwa na damu kwenye kibobo au kikopo au kwenye ndoo, akafika akaenda kuzimu akaimwaga hivi. No. Kumwaga damu ni msamiati wa Biblia wenye maana ya kufa. Ndio maana mtu anapouawa tunasema wamemwaga damu yake. Wamemwaga sehemu gani? Kuna mtu mwingine amepewa sumu, damu haijamwagika sehemu yoyote, si ndio? Lakini tunasema damu yake ilimwagika. Damu yake ilimwagika ni msamiati wenye maana ya alikufa. Kwa hiyo dhambi inadai mauti. Kwa sababu dhambi inadai mauti, Mungu anaipa nini dhambi? Anaipa mauti ya Yesu. Anaipa mauti ya Yesu. Kwa hiyo aliyekuwa anahitaji damu ya Yesu ni nani? Ni nani? Sawa, sisi hapa ili tukombolewe. Lakini sisi hapa ili tukombolewe ni sehemu ya pili. Yuko mtu wa kwanza anayehitaji damu, ni dhambi. Kwa tunaposema ni nani alihitaji damu ya Yesu, hilo ni swali ambalo unapaswa uwe na majibu nalo. Aliyehitaji damu ya Yesu ni dhambi. Aliyehitaji damu ya Yesu sio Mungu. Unajua kuna baadhi ya watu huwa wanafikiri kwamba Mungu anapenda damu, ndio maana akamtoa mwanae. Unafahamu zile nani, tuna zile tunasema tuna akili zile za akili, niseme ni akili za kimila, kwamba tunafahamu wale wazee wa kimila vijijini wakitaka kwenda kuabudu mizimu wanachinja, kwa sababu watachinja ng'ombe, ndio, au mbuzi au kuku, wanaenda kutoa kama sadaka kwenye zile sehemu zao za madhabahu zao za ibada. Sasa hata Mungu wetu sisi wa Kristo tunataka tumchukue tumweke sana miungu ile ya kimila. Tunaona kwamba Mungu naye alitaka damu.
kwamba Mungu wetu naye ni kama mzimu, kwamba akinywa damu anatosheka, anashiba, anafurahi, yani kwamba ongeza damu nyingine. Huyo sio Mungu wetu. Mungu wetu hakuhitaji damu ya Yesu. Aliyehitaji damu ya Yesu ni dhambi. Sasa kama dhambi inahitaji damu ya Yesu, nani anatumia dhambi? Shetani. Kwa hiyo aliyelipwa damu ni nani? Ni dhambi. Dhambi inapolipwa damu inatosheka. Damu ni nini? Damu ni nini nimesema? Mauti ya Yesu. Andika, somo gumu au rahisi? Au linachanganya? Damu ni mauti. Andika. Damu katika muktadha wa dhambi, damu ni mauti. Angalia Mathayo 26 wakati tunaenda mwisho. Haya ni mambo ambayo nataka muweze kuyaelewa, kwa sababu usipoyaelewa haya, shetani anakuwa anakusumbua. Anakusumbua kwa nini? Anataka uone kwamba ukombozi wako haukukamilika. Anataka kuona kwamba ukombozi wako haukukamilika. Angalia Mathayo 26 mstari wa 20 na wa 27 na 28. Mathayo 26, 27 na 28. Nataka tuweze kufungua. Ni nani alihitaji damu ya Yesu? Dhambi. Yes. Angalia mstari huu anasema, akakitoa kikombe akashukuru akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Tunaposema kwamba Yesu alimwaga damu yake kwa ajili ya wengi kwa ajili ya ondoleo la dhambi, tuna maana ya kwamba Yesu alitoa uhai wake akafa. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya dhambi. Kwa sababu dhambi ilikuwa inahitaji mauti, ilikuwa inahitaji mtu afe. Kwa unapoona msamiati damu ya Yesu kwenye Biblia, akili yako itoke kwenye ile damu. Mnaikumbuka ile damu aliyegongomelewa msalabani hapa? Ile damu haina uwezo wa kumkomboa hata nzi. Nzi angekuwa anatenda dhambi, ile damu haina uwezo. Kwa nini? Kwa sababu damu kimiminika bado ni mwili, sio kitu cha kiroho. Sawa? Kitu cha kiroho ni pale uhai wake unapotolewa kwa ajili ya dhambi. Maanake anakufa yeye kwa ajili ya dhambi. Anapokufa Yesu kwa ajili ya dhambi, maana yake badala ya mwanadamu kufa kwa ajili ya dhambi, Yesu anakufa kwa ajili yake. Maana yake damu inapokea mauti ya Yesu, uhai wa Yesu. Dhambi inapokea mauti ya Yesu, inapokea damu ya Yesu, kufa kwa Yesu Kristo. Mwanadamu awe huru sasa. Badala ya wewe kufa, Yesu ndio amekufa. Kwa useme damu, 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 damu kimiminika. Ukisema damu kimiminika kwamba ndio damu ya Yesu iliyomwagika pale Kalvari, unakuwa unapoteza maana kubwa. Tapata muda wa kufundisha special. Nitafundisha special tu somo la damu ya Yesu. Sawa? Tapata muda. Lakini kabla tujafika huko, kwa sababu tuna mambo mengi ya kujifunza, lazima tuguse hivyo vitu mvijue, ili usikae na hofu. Unasema kama nikitenda dhambi, unasema nachukua damu ya Yesu, mimi najitakasa. Akili yako unahisi kwamba damu ya Yesu ni ipi? Ya msalabani. Kwa hiyo unahisi kwamba ile damu ya Yesu inawezekana ipo kwenye pipa, unaweza ukaichukua kwenye pipa ukajiosha na ile damu. No, damu ya Yesu ni uhai wake. Amemwaga damu, amekufa. Ndio maana tunapozungumza kwamba kwenye biashara ya utumwa, yule anayemiliki mtumwa akipewa fedha yake anamwachilia mtumwa. Manake dhambi, Yesu alipokufa tu mwanadamu aliachiliwa kutoka kwenye adhabu ya dhambi. Kwa mwanadamu hawezi kufa tena kwa sababu ya dhambi, isipokuwa ametaka.
Anataka vipi? Anapokataa msamaha wa dhambi, anapokataa kazi aliyoifanya Yesu, anapohubiriwa Injili anakataa kuokoka. Huyo ni mtu ambaye anasema tu mimi mwenyewe nimekubali nife na dhambi zangu. Kwa nini? Amekataa kazi Yesu aliyoifanya. Lakini Yesu alimwaga damu yake. Kumwaga damu yake ni nini? Haikuwa kwenye pipa anaimwaga. Alitoa uhai wake. Kwa sababu msamiati damu ni msamiati wa Agano la Kale. Tunapotumia damu kwenye Agano Jipya kwamba damu Yesu ilimwagika, ilikuwa ni maelezo ya lugha za picha zilizokuwa zinatumika kwenye Agano la Kale. Walipokuwa wanachinja mnyama, ile damu inatoka, wanaenda kunyunyiza kwenye kiti cha rehema. Sasa walipokuwa wananyunyiza kwenye kiti cha rehema katika Agano la Kale, walikuwa wana maana kwamba uhai wa mnyama umetolewa ili watu wasamehewe dhambi. Kwa ile damu ilikuwa ni ishara ya uhai wa mnyama. Ishara ya uhai wa mnyama. Kwa tutakaposema kuhusu damu ya Yesu, tunazungumza kuhusu uhai wa Yesu. Kwa sababu ukimchinja mtu, inawezekana kabisa damu ikamwagika nyingi tu na asife. Kwa nini? Kwa nini hafi? Kwa sababu kinachomfanya mtu awe hai sio damu, si ndio? Ni nini? Roho. Sasa ili kuwasilisha roho ya mtu kutoka, walitumia kumwaga damu katika mwili wa kuchinja wanyama. Sasa kwenye Agano Jipya tunaishi katika uhalisia. Hatuishi katika vivuli na mifano ya Agano la Kale, kwamba tunaposema Yesu alimwaga damu yake, ina maana kwamba Yesu alikufa kwa ajili yetu. Ukisema Yesu amekufa kwa ajili yangu, ni sana kusema Yesu alimwaga damu kwa ajili yangu ili nisamehewe dhambi. Na kwa hilo nimesamehewa dhambi. Kwa tunaposema Yesu ni mwokozi wetu, maana yake Yesu kama mwokozi alienda mahali tulipokuwa tumetekwa kwa adui, akampa adui anachotaka. Adui alitaka nini? Mauti. Alikufa yeye. Yesu alipokufa, adui alipokea anachokihitaji, sisi tukawa huru. Huo ndio msamaha wa dhambi. Na hiyo ndio Biblia anapozungumza kwamba Mtume Petro, mstari wa Petro tulikuwa tunausoma, anaposema ili kwa hayo yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Ni neno la Mungu. Hapo unapokuja kujua kwamba damu ya Yesu sio kimiminika, umekuwa kiroho tayari. Maana shetani hata kusumbua kwamba ukitenda dhambi tena ukasema damu ya Yesu iko wapi? Damu najisafisha. Ni sana wale ambao akiwaza wazo baya kwenye akili yake, anasema ninajisafisha kwa damu ya Yesu. Umeelewa? Najisafisha kwa damu ya Yesu. Lakini damu ya Yesu kazi yake sio kusafishia mawazo. Damu ya Yesu kazi yake ilikuwa ni kulipa adhabu ya dhambi, ambayo ina maana ya kufa kwa ajili ya dhambi. Kwa hiyo ukiwaza mawazo mabaya utafanya nini? Unafikiri neno. Hata ujihukumu. Ukiona wazo baya limekuja kwenye ufahamu wako, peleka akili yako kwenye neno la Mungu kwamba mimi sitakiwi kuwaza hivi, natakiwa kuwaza hivi. Usianze kusema damu ya Yesu najisafisha. Kwa sababu damu ya Yesu haipo kwenye kikombe. Na hata kama ingekuwa kwenye kikombe, damu ya Yesu ingekuwa imeisha sasa hivi jamani. Toka miaka hiyo watu wameanza kuitumia. Ingekuwa imeisha, lakini tunazungumza kuhusu kitu cha kiroho. Tunazungumza kuhusu mauti ya Yesu. Ndio maana baada ya Yesu kwenda kuzimu, hakuna mtu aliyeokoka ataenda kuzimu. Hayupo. Kwa sababu Yesu alienda kwa ajili yake. Ni kama vile kwenye ile soko la watumwa, yule mmiliki wa mtumwa anapopewa gharama ya mtumwa, alikuwa haendi kusema tena nipe huyo mtumwa wangu. Amepoteza mamlaka juu yake. Yale mamlaka yameenda kuwa chini ya yule mtu aliyemnunua. Ndio maana sisi Biblia inazungumza kwamba tumetoka kuwa watumwa wa shetani, tumefanyika watumwa wa Mungu. Na tunamtumikia Mungu sasa. Shetani hana mamlaka juu yetu. Hana nguvu, hana uwezo tena kwetu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tumeelewana vizuri? Wow, Mungu awabariki sana. Amen. Yes.
Mwenye swali tafadhali, tumefika mwisho kwa kipindi chetu cha leo. Mwenye swali? Wow. Amen. Amen. Namshukuru Mungu kwa ajili yenu. Amen. Hallelujah. Amen. Wow. Sawa, tumefika mwisho, basi tusimame juu tumshukuru Mungu.